tutaenda kueleza kinaga ubaga. Toa, ina maana unapotoa ndio unavyofanikiwa. Hata wahubiri mbalimbali wanasema, bwana wewe ambao hujasubscribe unakuomba usubscribe, ulike, ucomment na kushare. Naomba dondoshe comment yako hapo chini kama unahisi je hili na kweli au uongo. Yes. Kutoka mwingine ni mitego tu ya shetani. Unaona kumtafuta shetani ni kazi lakini ni rahisi kama ni jasiri. Ukitaka shetani kufanikiwa kwa mali za chama cha Lucifer, Illuminati. Baada hapo nitaelezea tofauti ya Illuminati na Freemason. Watu wengi hamjui. Ukitaka kufanikiwa kupitia Illuminati, ufanikiwe kupitia mali za giza. Jitoe kwa machozi, lazima utoe machozi, uhangaike. Ukiambiwa toa kondoo, tafuta kondoo. Hau tafuta hela ya kondoo. Ukiambiwa jasho, lazima watu waumie. Damu, lazima damu imwagike. Sio, unaelewa? Lazima damu ifanye nini? Imwagike. Kwa hiyo wewe ukitaka kuja kwetu, jitoe kwa hali na nini? Na mali. Kutoka 12 mstari wa kwanza mpaka 8 huko anasema kama Bwana akanena na Musa na Haruni katika nchi ya Misri. Akawaambia, mwezi huu utakuwa mwanzo wa miezi kwenu. Utakuwa ni mwezi wa kwanza wa mwaka kwenu. Semeni na mkutano wa Israeli, mkawaambie siku ya 10 ya mwezi huu kila mtu akatoa mwana kondoo kwa hesabu ya nyumba ya baba zao. Mwana kondoo kwa watu wa nyumba moja. Na ikiwa watu wa nyumba ni wachache kwa mwana kondoo, basi yeye na jirani yake aliye karibu na nyumba yake na watoe mwana kondoo mmoja kwa kadi ya hesabu watu. Kwa kadi ya ulaji wa kila mtu ndivyo mtakapofanya hesabu yenu kwa yule mwana kondoo. Mwana kondoo wenu atakuwa hana ila mume mwaka mmoja mtatoa katika kondoo au katika mbuzi. Nanyi mtamweka katika siku ya 14 ya mwezi ule ule. Na kusanyiko lote na mkutano wa Israeli watamchinjia jioni. Nao watatoa baadhi ya damu yake na kuitia katika miimo miwili na katika kizingiti cha juu katika zile nyumba watakazomla. Watakula nyama zote usiku ule imeokwa motoni. Wale ambao baada ya Farao kuwa na moyo mgumu wa Misri wana wa Israeli kwamba lazima mchukue kondoo mchinje. Kila nyumba ilipewa sharti. Ilipewa nini? Sharti. Kwa hiyo kwenye chama kuna masharti. Lakini wewe huwezi kufanikiwa bila kutia masharti. Ukiambia jamani kuna mwingine tena mimi namrahisishia kazi. Wewe bwana wewe umekuja kwangu. Sharti lako wewe tuchinje kondoo tu. Ni kondoo tu au ng'ombe tu. Rahisi sana. Wale ambao wachinja kondoo, damu wachovye, wapake kwenye nini? Kila milango. Ili malaika mtawala Israeli anapokuja, ataangalia kila mlango unakuwa una damu. Kwa hiyo pale ataua, aliua mzaliwa wa kwanza. Kila mlango ule ambao wenye damu aliupita. Ila mlango ambao hakuwa na damu ambao ni wa Misri, walikufa mzaliwa wa kwanza, ndio Farao akaachia watu. Angalia Yakobo. Yakobo mtoto wa Isaka. Alikuwa na Esau, lakini aliiba baraka za baba yake kwa sababu alichukua mwana kondoo akamchinjia baba yake kondoo aliyenona. Angalia Abeli. Kondoo aliyenona alichinja Yakobo na Abeli pia. Pia aliweza kumtoa mwanae pekee ili kila mtu mwana kondoo. Ndio maana kama hivi Yohana 3:16. Unasema kwamba nini? Yohana 3:16. Yohana, kwa maana jinsi hii Mungu alimpenda ulimwengu. Mungu alipenda ulimwengu hata akamtoa mwanae pekee ili kila mtu aamini. Kwa hiyo Mungu uone upendo wa Mungu Baba ulivyo mkubwa. Alimtoa mtu afe. Uone ambao kondoo tu unashindwa. Mungu alimtoa mwana pekee, Yesu Kristo, afe kwa ajili yetu. Ndio maana Yesu alivyokufa pale ubavuni, alivyotesa pale, alichomwa mkuki. Ukatoa maji na damu. Maana yake ni uzima katika mauti, ufufuo. Yale maji yalikwenda kumtonea mtu ambaye alikuwa ana kipofu, akaona. Kwa muujiza ulifanyika. Kwa ukitoa kondoo, ukitoa damu na maji, ndio Mungu anatenda muujiza, na ndivyo Lucifer anafanya. Kwa hiyo ili uweze kufika level kubwa, lazima utoe mwana kondoo. Yakobo alipotoa kondoo, alikwenda kwa mjomba wake Labani, alipata mali nyingi, akaoa, akafanya miaka 7, akatumikia miaka 7. Tena aliambiwa sharti, tumika miaka 7, akamwoa Raheli. Miaka 7 akamwoa mke wa pili. 14 akapata utajiri mkubwa na akaja na akasema kwamba umebarikiwa. Hivyo. Kwa hiyo baraka zote ni kutokana na sadaka ambayo unatoa. Pia bwana, hayo ndo mambo ya kiroho. Bwana, wewe ambao hujasubscribe, kumbuka kusubscribe, kulike, kucomment na kushare kupata notification soon habari zitakavyokuwa hewani. Kutoka 30 mstari wa kwanza. 30 mstari wa kwanza. Nawe fanya madhabahu ya kufukuzia uvumba
utafanyizia kwa mti wa mshita. Urefu wake utakuwa dhiraa moja na upana wake dhiraa moja, itakuwa mraba na kwenda juu kwake dhiraa mbili. Pembe zake zitakuwa na kitu kimoja. Nawe utaifunikiza dhahabu safi juu yake na mbavu zake kando kando na pembe zake. Nawe utaifanyia ukingo na dhahabu kuizunguka. Kisha utaifanyia pete 2 za dhahabu chini ya ukingo. Uliambiwa utoe uvumba. Huyu Musa aliambiwa afanye nini? Sharti afanye nini? Fanya madhabahu ya kufukuzia uvumba. Jamani, ibada la chama chetu huwa tunachukua ubani, huwa tunaweka tunafukisha uvumba pembeni. Tukishafukisha uvumba pembeni, baada ya hapo huwa kuna pete za chama. Ndio hapa akasema hivi, kisha utaifanyia pete 2 za dhahabu chini ya ukingo wake katika mbavu zake 2. Pete za chama. Ina maana hizo kila mmoja anayo, ndio maana unaona wahubiri wengi wanayo. Odelo anayo. Odelo pete anayo. Odelo kuna pete ambayo nilimpa, pete ya Lusmat. Pete ndio ambayo anatumia Odelo. Utaonesha baadaye hapa watu waanze kuona, wajifunze. Kwa hiyo Odelo pia anafanya ibada ya madhabahu ya uvumba, ambayo Mungu ndio alisema kutoka. Mungu alimwambia Musa. Kwa hiyo kuna pete na pia kuna madhabahu ya uvumba. Kwa kila kitu huwa kinafanyika sawa. Pia ukisoma kutoka 29 mstari wa kwanza, nawe wafanyie jambo hili ili kuwatakasa wapate kunitumikia mimi. Katika kazi ya kuhani, toa ng'ombe mmoja mume kijana na kondoo waume 2 walio wakamilifu. Na mkate usiotiwa chachu na maandazi yasiyotiwa chachu yaliyoundwa kwa mafuta na kaki zisizotiwa chachu zisizotiwa mafuta. Utafanyia unga mwembamba na ngano. Odelo wa Kenya, Pastor Ezekiel anawaambia watu watwae kondoo. Ndio maana watu wanatoa mwana kondoo aliye hai, mwana kondoo mwenye nguvu. Odelo huo tunamfanyia kitu kikubwa, na pia tunatoa mafuta. Nitaeleza baadaye. Odelo, haya mafuta ni mafuta ya masfaki oil. Hii ni mchanganyiko wa kafara. Kafara, damu ya ng'ombe, damu ya njiwa, damu ya mwana kondoo, damu ya bundi na damu ya ngamia, pia na damu ya mtu aliyekufa. Ndio haya mafuta ya masfaki oil. Haya mafuta jamani, namba hapa nizungumzie. Kuna kujiunga na chama kwa namna 2. Odelo mafuta haya tumempa, lakini sasa hivi nimemnyang'anya haya mafuta. Haya mafuta Odelo mimi kipindi namuunganisha nilimpa atumie muujiza. Kwa hiyo Odelo ukiona Mamposa mafuta yake nilimtumia kidogo tu akana muujiza. Jamani, nitoe kwanza kidogo tu uweze kuona maajabu ya mafuta. Odelo, Pastor Ezekiel Odelo, haya mafuta jamani, nafikiri umeona jinsi yalivyo. Mafuta ya masfaki oil. Masfaki oil jamani, nafikiri mashabali mke wako wa mafuta aliyatumia. Odelo haya mafuta alichukua, huwa anapaka watu hapa paji la uso. Nimeoza kichwa sasa manini kidogo, maana shati langu lipo. Anapaka hapa, huwa anapaka hapa. Basho kamili, Lucifer shukuliwe. Nilimpaka. Mengine Odelo nilimpaka katika pumbu zake.